Neema ikae nanyi na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amin. Wapendwa, tumekusanyika hapa mbele za Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kwa ajili ya kumweka wakfu mpendwa wetu mchungaji John Mwita Maguge, ambaye ameitwa na Mungu kuwa askofu wa 4 katika dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa kufuata utaratibu wa katiba ya dayosisi mkoani Mara na katiba ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nitaomba tuimbe wimbo namba 74 beti 3 za kwanza. Amen.
Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi mkoani Mara, hati namba 1 ya Novemba 2024. Hati ya kumweka wakfu askofu mteule John Mwita Maguge. Mheshimiwa Baba Askofu Michael Adam, mweka wakfu mkuu, kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi mkoani Mara, mkutano mkuu wa dayosisi uliofanyika Musoma mjini, ukumbi wa MK tarehe 23 hadi tarehe 24 Mei 2024, ulimchagua mchungaji John Mwita Maguge kuwa askofu mteule wa 4 wa dayosisi mkoani Mara wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi mkoani Mara, kanuni ya 12 kifungu C 1/9 ninayoheshima kumtaja Askofu Michael Adam kuwa ndiye askofu mweka wakfu mkuu. Aidha, halmashauri kuu iliyokutana tarehe 5 mwezi wa 7 2024 iliwataja Askofu Nicholas Nsanganzelu wa KKKT Dayosisi ya Mbulu na Askofu Dr. Benson Kalikawe Bagonza wa KKKT Dayosisi ya Karagwe kuwa wasaidizi wa weka wakfu mkuu. Kwa uteuzi huo, kwa niaba ya mkutano mkuu wa KKKT DMM na kwa niaba ya Wakristo 14,340 wa dayosisi hii, ninawaomba mtimize wajibu huu wa kikatiba na kumweka wakfu askofu mteule mchungaji John Mwita Maguge awe askofu wa awamu ya 4 wa KKKT Dayosisi mkoani Mara leo tarehe 17 mwezi Novemba mwaka wa Bwana 2024. Kwa heshima naomba kuwasilisha. Ubeti wa 4. Mheshimiwa Baba Askofu Michael Adam, mweka wakfu mkuu, memleta mbele ya madhabahu ya Bwana askofu mteule mchungaji John Mwita Maguge awekwe wakfu kuwa askofu. Asante. Tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa mwana wako uliwatuma mitume na wajumbe wako ili utume wa wokovu wako utangazwe kwa ulimwengu wote. Upokelewe katika imani na uendelee katika mwenendo mtakatifu. Uwajalie watumishi wako neema ya kutimiza yote ulioamuru. Uwaimarishe na kuwapa nguvu na hekima wale uliowaweka wawe na uaskofu katika kanisa lako, ili watimize huduma yako kama wachungaji wa kundi lako. Neno lako liendelee na jina lako litukuzwe, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu wapendwa, sasa ni wakati wa kumpokea mwenzetu aliyeitwa na Mungu kuwa askofu wa 4 wa Dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa mwito huu umesimama leo mbele ya madhabahu ya Bwana
Mungu kusudi uwekwe wakfu huduma hii ya uaskofu. Lakini wewe ndugu mpendwa, pamoja na sisi tunapaswa kutafakari utakatifu wa mwito huu. Sasa niwakaribishe mababa askofu na tusikie neno la Mungu linavyofundisha kuhusu huduma ya uchungaji katika kanisa. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amin. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Amen. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakao mtawalia. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake i mbele zake. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atakusanya wanakondoo mikononi mwake, na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza polepole. Amen. Mzee usimkemee, bali umuonye kama baba, na vijana kama ndugu, wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike, katika usafi wote. Amen. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kwa kujifanya, si wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyonyauka. Amen. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatuma baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Amen. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Amen. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wa wokovu wangu na mwokozi wangu. Amina. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kiasi na kuwasimamia nyumba yake vema.
ajuaye kuitisha watoto wake katika ustahivu. Mwanadamu, nimekuweka kwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokaye kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumwonya kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu huyo mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Amen. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amen. Bwana akujalie neema kutimiza maneno haya kwa uaminifu moyoni mwako, yawe kanuni na mwenendo ya kukumbushe wajibu wako, ya kuongezee nguvu ya kukesha, yaweke bidii yako katika utumishi na uchungaji, ili kutunza huduma na wajibu utakaokabidhiwa leo. Kanisa la Mungu linatazamia kuwa kwa moyo wako wote utathabanisha maana ya huduma hii ya uaskofu unayoipokea leo, na wajibu mtakatifu ambao umewekwa juu yako kwa Mungu na kwa maombi katika jina la Yesu. Utafute neema na nguvu kuutimiza wajibu huu, ili ujipatie sifa njema kama mtumishi wa Mungu. Bwana akusaidie ili upige vita vile vizuri vya imani na kushika uzima ule wa milele ulioitiwa. Sasa na kuomba mbele za Mungu na usharika huu, ukiri imani ya Kikristo, ile imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, usharika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana akujalie neema usimame katika imani hii kwa uthabiti wote, na kuwafanya wawe imara walio ndugu zako katika imani hii. Mbele za Mungu na mbele ya usharika huu ninakuuliza, je, unaamini kuwa umeitwa na unakubali kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kupokea huduma ya uaskofu katika Dayosisi Mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania? Ndiyo, naamini na ninakubali.
Je, unakubali kusimama daima juu ya neno la Mungu, yaani Biblia, ili Mungu akupe ufahamu wa kweli wa maandiko hayo, ili upate kuwafundisha watu na kuwaonya wazushi, ukiwahakikishia ukweli wa mafundisho ya neno la Mungu na sakramenti takatifu? Kwa msaada wa Mungu nitafanya. Je, upo tayari kuwa imara na kwa uaminifu kusimamia, kuelekeza sharika, wachungaji na watumishi wote na kulinda umoja wa kanisa? Pia unakubali kuishi maisha yako yawe mfano mzuri kwa kila mtu, yasiwe kikwazo kwa mtu yeyote? Ndiyo, nakubali. Bwana nisaidie. Bwana Mungu akuimarishe, akusaidie kushika ahadi hizo. Nasi sote tumesikia itikio lako. Hivyo jiweke tayari sasa mbele za uso wa Mungu, uweke nadhiri ya uaskofu. Mimi mchungaji John Mwita Maguge naweka nadhiri mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu kukubali na kupokea huduma hii ya uaskofu katika Dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Naahidi kuwa siku zote nitajiweka mbele za Mungu ili aniwezeshe kukataa uovu wote, na anipe unyenyekevu, upole, hekima na uwezo wa kulitumikia na kuiongoza dayosisi hii katika hali ya utulivu, upendo na amani. Mungu nisaidie kutimiza wajibu wa uaskofu katika dayosisi hii ya mkoani Mara, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, kwa jina la Baba na la Mwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Na wauliza ninyi mlio na wajibu, wachungaji na wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi wa dayosisi hii, mko tayari kumsaidia ndugu yetu mchungaji John Mwita Maguge? Ninaomba msimame. Na wauliza ninyi mlio na wajibu, wachungaji, wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi wa dayosisi hii, mko tayari kumsaidia ndugu yetu mchungaji John Mwita Maguge katika kutimiza wajibu wake wa uaskofu na kuwa na heshima, utii na uaminifu mbele yake, na kumkumbuka daima mbele ya Mungu kwa sala na maombi yenu? Jibu tena, sijasikia. Kwa hiyo tumuombe Mungu Baba yetu wa mbinguni. Karibu. Mungu Baba mwenye neema na rehema nyingi, mioyo yetu inakutukuza, inakuhimidi na kukushukuru kwa upendo wako mkuu usiopimika katika maisha yetu. Asante kwa pendo lako kuu, kwa kumtuma Yesu kutukomboa sisi tuliokuwa tumepotea. Asante kwa ajili ya msamaha wa dhambi uliotupa sisi watoto wako kwa kupitia kifo cha mwana wako pale msalabani. Asante kwa ajili ya kutuita kwa njia hii na kutupa uwezo na mamlaka ya kutangaza neno lako la uzima na kutukirimia vipawa vingi katika kazi yako hii takatifu. Twakusihi utupe nguvu za utumishi katika shamba lako, na wala usitupungukie katika jambo lolote daima. Tunakuomba umbariki mwenzetu huyu Mchungaji John Mwita Maguge tunayemweka wakfu kwa utumishi wako. Mpe nguvu za Roho wako Mtakatifu, amwezeshe kuvitumia vipawa ulivyompa kwa furaha, nguvu na amani katika kujenga ufalme wako. Umuimarishe ili aweze kushinda majaribu ya Ibilisi na dunia kwa imani ya Injili iletayo wokovu wa kweli. Aweze kulichunga kundi lako
ulilolinunua kwa damu ya Yesu Kristo, awe kielelezo na mfano mwema wa maisha ya Kikristo kwa ajili ya ushuhuda wa kanisa lako na utukufu wa jina lako takatifu. Yeye pamoja na watumishi wa kanisa lako zima utubariki kama ulivyowabariki mitume na manabii, ili katika misingi ya upendo wako tuwezeshwe siku zote kushirikiana katika ushuhuda wa kweli yako na kukurudishia wewe sifa na tukuzo. Twaomba haya tukiamini kuwa utatenda hata zaidi ya hayo tuombayo, na kwamba yote hayo tumekwisha kuyapokea kwa imani kwa njia ya Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, milele na milele. Amina. Tuimbe wimbo namba 139 tukiongozwa na tarumbeta, beti 3 za kwanza. 135. Na kuvisha msalaba huu katika jina la Utatu. Msalaba huu ukukumbushe siku zote kujikana nafsi yako na kujitwika msalaba wako, na zaidi ya hayo uwe ushuhuda kuwa umepokea agizo lako kwa Yesu Kristo Bwana wa kanisa, ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Amani iwe nawe. Na kuvisha pete hii katika jina la Utatu. Siku zote pete hii iwe ishara na alama ya agano na umoja kati yako na Dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na Bwana aliyekuita kutumika. Amani iwe nawe. Amen. Vaa joho hili, alama ya upana wa kanisa la Kristo,
uliloitwa kulitumikia, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amani iwe nawe. Na kuvika kofia hii katika jina la Utatu. Neno la Mungu nasema, yeye ashindaye nitampa taji ya uzima wa milele. Vaa kofia hii, alama ya ukuhani wa Kristo katika kanisa lake. Amani iwe nawe. Twaa Biblia hii ambayo ni neno la Mungu ilivyo katika Agano la Kale na Agano Jipya, ambalo ni msingi wa pekee usiokosea kuhusu wokovu na mafundisho ya maisha ya milele. Amani iwe nawe. E Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakuomba umwagie sasa mtumishi wako huyu Mchungaji John Mwita Maguge uwezo utokao juu mbinguni. Umpe Roho Mtakatifu ili jina lako litukuzwe na watu wote waokolewe. Twaomba hivi kwako, uishie na kumiliki milele na milele, katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa njia ya kanisa lake, ninakukabidhi wewe Mchungaji John Mwita Maguge huduma ya uaskofu wa kanisa lake Mungu leo, siku ya pili kabla ya majilio, yenye kichwa kisomekacho jiandae kwa hukumu ya mwisho, yaani tarehe 17 ya mwezi Novemba katika mwaka wa Bwana 2024, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Na kukabidhi fimbo hii ikiwa ni ishara ya utumishi, ikukumbushe juu ya mchungaji mwema ambaye alilisha kundi lake, akalichunga na kulipenda kwa moyo wote, kiasi cha kutoa uhai wake kwa ajili ya kundi. Zaidi ya hayo, fimbo hii ni ya kuwatia moyo wa sharika, kuwaelekeza kwa upendo na kuwalinda kondoo katika njia ya maisha ya uzima wa milele. Amani iwe nawe. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutaimba wimbo namba 257 tukiongozwa na tarumbeta beti 2 za kwanza. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na ile mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Amen. Tuombe. Twakushukuru Mungu Baba wa rehema, kwa kuwa kwa upendo wako usio na kiasi ulitupa mwanao pekee Yesu Kristo awe mwokozi wetu, ambaye baada ya kutukomboa kwa kufa na kufuka kwake na kupaa juu sana kupita mbingu zote, akawapa wanadamu vipawa vyake kusudi ajenge kanisa lake. Alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Tunakusihi umpe mtumishi wako aliyepewa wakfu sasa, Baba Askofu John Mwita Maguge, Roho Mtakatifu kuongoza kanisa lako. Umweke tayari kuhubiri kila mara injili ya amani. Apewe neema ya kutunza huduma yake kusudi asibomoe bali ajenge, asiharibu bali atengeneze. Umsaidie ili asiache kutumia karama iliyomo ndani yake, bali adumu katika kuonya na kufundisha. Umsaidie ili kwa utukufu au kwa aibu,
kwa kusemwa vibaya au kwa kusemwa vizuri, aonekane mtumishi wako kwa upendo usio na mawaa, kwa silaha za haki ya mkono wa kuume na kushoto, kusudi kama wakili mwaminifu aliyewapa watu wake posho wakati wake, apewe mwishoni furaha ya uzima wa milele kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu, aishie na kumiliki pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Amen. Amen. Tuendelee kuomba. Pamoja na hayo, Mungu wa neema yote aliyekuita katika Kristo Yesu, akiisha kuteswa kwa kitambo kidogo, yeye mwenyewe atakutegemeza na kukuthibitisha na kukupa nguvu, akupe uwezo na hekima wakati wote kushirikiana na wachungaji walioko katika dayosisi hii kama walivyo kwenye orodha, wakiongozwa na msaidizi wa Askofu Elia Bwigeki, wachungaji 31, wa theolojia 5, wanafunzi wa uchungaji 4, wachungaji wastaafu 7, ukiwa pamoja na maaskofu 2 wastaafu, pamoja na wainjilisti na parish workers wa dayosisi mkoani Mara na watumishi wengine wote wa vituo na sharika. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tunakuomba uzikuze na kuzikamilisha roho za wachungaji wa dayosisi hii katika wito wao. Wasaidie waendelee kwa neema yako katika huduma ya kutangaza Injili, wakihubiri na kufundisha, wapate kulichunga kundi lako vema kwa kufuata tabia ya upendo wako huu, wakisimama katika maagizo yako matakatifu. Heshima na utukufu ni kwako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja pasipo mwisho. Amen. Nasi tutakapokuwa tukijiandaa kwa ajili ya kumwingiza kazini baba mkuu wa kanisa, anapokuwa kumwingiza kazini, tuimbe wimbo tena 312 beti 2 za kwanza, tukiongozwa na tarumbeta. Hati ya kuingizwa kazini Askofu John Mwita Maguge, hati namba 2 ya Novemba 2024. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Alex Gehazi Malasusa, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, kwa niaba ya mkutano mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi mkoani Mara, na kwa niaba ya Dayosisi mkoani Mara na kwa niaba ya Wakristo 14,340 wa dayosisi hii, namleta mbele yako
Askofu John Mwita Maguge ili umwingize kazini kuwa mkuu wa dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Askofu John Mwita Maguge alichaguliwa na mkutano mkuu wa 15 wa KKKT dayosisi mkoani Mara uliofanyika Musoma tarehe 24 hadi tarehe 23 hadi 24 mwezi Mei mwaka 2024 kwa mujibu wa kanuni ya 10A na kanuni ndogo ya pili ya katiba ya KKKT dayosisi mkoani Mara toleo la mwaka 2015. Kwa mujibu wa katiba ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, kanuni ya 12 kifungu cha 8 inakuomba umwingize kazini Askofu John Mwita Maguge ili awe mkuu wa dayosisi mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania leo tarehe 17 ya mwezi Novemba mwaka wa Bwana wa 2024 hapa katika usharika wa Kanisa Kuu Musoma, Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, dayosisi mkoani Mara. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa Kanisa, naomba kuwasilisha. Neema ikae nanyi na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa Askofu John Mwita Maguge, umesimama hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu, unawakilisha dayosisi mkoani Mara ambao ni sehemu ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Askofu John Mwita Maguge, umeshawekwa wakfu kwa huduma ya uaskofu. Hivyo washarika na watu wote, sikilizeni neno la Mungu linavyosema juu ya umuhimu wa huduma hii. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wanakondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Amen. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa, "Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa." Amen. Mpendwa Askofu John Mwita Maguge, baada ya kusikia maagizo ya neno la Mungu na wajibu wako kama unavyoonyeshwa katika katiba ya KKT dayosisi ya mkoani Mara, na kuuliza, je, uko tayari sasa kupokea wajibu wa kuongoza dayosisi hii na kutimiza kwa heshima na uaminifu wajibu wako ulioonyeshwa kwenye katiba ya dayosisi ya mkoani Mara na ya Kanisa la Kiinjili ya Kiluteri Tanzania? Kama ndivyo, ujibu kwa kusema ndiyo, Mungu anisaidie.
Ndiyo, na Mungu anisaidie. Ninaomba sasa wachungaji na wajumbe wa halmashauri kuu waweze kusimama pale walipo. Ninawauliza ninyi wachungaji na wajumbe wa halmashauri kuu ya dayosisi hii, je, mko tayari kumwombea, kumshauri na kumsaidia Askofu John Mwita Maguge ili atimize vema wajibu wake kama askofu na mkuu wa dayosisi hii? Kama ndivyo, mjibu na kusema ndiyo. Mungu atusaidie. Bwana Yesu, na sasa naomba sote tumwinulie Mungu mioyo yetu tukiwa tumekaa, na wachungaji waendelee kusimama ili tuombe. Bwana Yesu ametuagiza kumwomba Mungu ili ajipatie kanisa lake na watenda kazi. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa kumpata Askofu John Mwita Maguge kwa utumishi katika shamba lako katika dayosisi hii. Tunakuomba umjalie hekima, busara, uweza na nguvu ya kutimiza wajibu uliomwitia. Umfundishe na kumjalia roho ya upole, unyenyekevu, na umpe lugha ya kutangaza upendo na amani. Umjalie daima roho wako ili asimame imara na kushinda majaribu yote ya dunia hii na yule mwovu, kwa kulitumikia neno lako ambalo ni kweli. Umwezeshe kuongoza, kuchunga na kulisha vema kundi lako, wewe uliolikomboa kwa damu ya thamani ya mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Umfanye kuwa mjumbe wa kueneza upendo, amani, umoja na utengamano kwa ushuhuda wa maneno na mwenendo wake siku zote. Jina lako lisifiwe na kutukuzwa pote, na kanisa lako la ulimwengu pote uendelee kustawi. Utusikie kwa ajili ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa kuzingatia uamuzi wa mkutano mkuu wa 15 wa KKT Dayosisi ya Mkoani Mara, na kwa niaba ya kanisa na kuingiza katika wajibu wako wa kuwa mkuu wa Dayosisi ya Mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi sasa umwinulie Mungu moyo wako kwa ajili ya maombi na baraka. Karibu maaskofu ili tuweze kumpokea mwenzetu huyu. Baba yetu uliye mbinguni, tukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi wasamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini tuokoe na ule mwovu, kwani ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Na upokee baraka za Mungu. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa njia ya kanisa lake, na kutangaza mbele ya umati huu na mashahidi hawa kwa kuanzia leo tarehe ya 17 ya mwezi Novemba mwaka huu wa Bwana wa 2024, ambao ni siku tunayokumbushwa hukumu ya mwisho, wewe Askofu John Mwita Maguge umekuwa askofu, lakini pia umekuwa mkuu wa Dayosisi ya Mkoani Mara ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu John Maguge, enenda zako sasa ukalichunge na kulilisha kundi lake Bwana lililo ndani ya KKKT Dayosisi ya Mkoani Mara kwa bidii na kwa uaminifu wote. Amen. Na sasa tutamweka katika kiti cha uaskofu, ikiwa ni ishara ya kusimama katika mamlaka na madaraka aliyopewa katika dayosisi hii. Nami kwa mamlaka niliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, na kukabidhi kiti hiki cha uaskofu ukalie sasa, ukashughulike na mashauri yote ya watu wa dayosisi hii ya KKKT Mkoani Mara, watakao kujia katika neno la hekima, wakitaka neno la hekima kutoka kwako. Tunamwomba Bwana wa utume wetu awe pamoja nawe katika utumishi huu. Amani iwe nawe daima. Amen. Bwana asema, ni mtume nani atakaye badala yetu? Nani atakaye badala yetu? Nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Tukiimba tena korasi hiyo, ninaomba Mama Askofu Maguge aje aletwe hapa mbele.